Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Mfumo wa magereza nchini umeendelea kubadilika kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na ilivyokuwa kipindi cha ukoloni, ambapo wafungwa walikuwa wakipelekwa gerezani kwa ajili ya mateso badala ya kurekebishwa na kuandaliwa kurudi katika jamii wakiwa na mchango chanya. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mbeya, mkuu wa magereza mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa magereza Raymond Mwampashe amesema kuwa zamani mfumo wa magereza ulikuwa ukilenga zaidi adhabu na kulazimisha utiifu kwa matakwa ya wakoloni bila ya kuzingatia mustakabali wa mfungwa baada ya kumaliza kifungo chake. Amesema tofauti iliyokuwa hapo awali, hivi sasa mfumo wa magereza unalenga kumjenga mfungwa ili anapotoka awe amebadilika na kuwa na ujuzi utakaomwezesha kujitegemea katika maisha yake ya kila siku. Wafungwa huko nyuma walivyokuwa wanatritiwa ni tofauti na sasa, kwa sababu zamani wakati wa mkoloni mfungwa alikuwa anapelekwa gerezani kwa ajili ya mateso na si kwa ajili ya kumrekebisha kwamba akitoka gerezani basi akirudi uraiani au amejifunza kitu ambacho kitampa manufaa yake katika maisha yake ya kila siku. Ilikuwa tu ni mtu ambaye atateswa, ni majuto, lakini si kwa ajili ya kurekebwa. Sana sana ilikuwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaudui au anatii yale mambo ya mkoloni anayotaka yeye na si kwa manufaa ya taifa. Lakini leo hii ni tofauti. Urekebi wa sasa ni kuhakikisha kwamba mfungwa akiingia gerezani asirudi kama alivyoingia, arudi na kitu kile ambacho kitamfaa katika maisha yake ya baadaye. Kwa maana ya kwamba kwanza akiingia gerezani kuna maafisa wetu maafisa na askari wetu ambao ni wataalamu kwenye vituo vyote, na bahati nzuri sasa kuna programu ambazo zinaanzishwa mpya ambazo hata sasa kule chuo Kiura askari ambao wako mafunzoni sasa hivi tayari watatoka na mitaala mipya ya urekebi, ambayo hiyo mitaala itaenda kuwa ni manufaa makubwa kwa wafungwa, kwa sababu mfungwa kabla ya mitaala hiyo mipya ilikuwa pamoja na urekebi tunaofanya ambayo ilikuwa ni maelekezo au ni sheria ya magereza tangia uhuru mpaka sasa. Tulikuwa sisi tukimalizana naye pale anapotoka nje ya gereza tu amaliza kifungo chake, sisi tunakuwa tumeishia pale. Lakini sasa itakuwa tofauti. Mfungwa akishaingia gerezani kuna stages ambazo atazipitia mpaka nakuja kutoka, na akitoka bado ni wa kwetu, tutamfuatilia kuona alichojifunza, je, anakizingatia na kinamletea manufaa katika maisha yake.
ndio taratibu uliopo kwa sasa. Kwa hivyo pamoja na kwamba wenzetu ambao tayari wanaendelea na mafunzo kule, mafunzo ya awali ambao wataendana na ile program mpya ya mitaala mipya, lakini hata sisi ambao tayari tuko huku tulishapita na hatuendi kule chuoni tena, kuna semina ambazo zitaendeshwa ili kila askari na afisa wawe na huo utaalamu mpya wa mitaala mipya. Huo ni utaratibu wa mkuu wetu wa jeshi, lakini pia kuzingatia maelekezo ya mkuu wa nchi ambayo ni Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Lakini pia kulikuwa na tume ya haki jinai ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameiunda hapo siku za nyuma kidogo. Wamepita kwenye vituo vyetu vyote Tanzania Bara na kuona ni mambo gani hasa yakizingatiwa, basi wafungwa wetu wanaweza kutoka gerezani wakiwa na ujuzi mbalimbali. Sasa huyu mfungwa, kitu cha kwanza ambacho sisi tunamfundisha, kitu cha kwanza kabisa katika programu zetu za urekebu, tunamwelekeza kwamba mfungwa, mtaji wako wa kwanza ni ujuzi na uaminifu. Ujuzi na uaminifu ndio mtaji wake wa kwanza. Hii ni kwa mtu yeyote tu. Kwa mwaminifu unaweza kuwa na ujuzi, lakini usipokuwa mwaminifu unaweza kuwa useless. Sasa mfungwa huyu akishaelewa kwamba kumbe nikifundishwa, nikipata hiyo elimu ambayo nafundishwa, iwe ni kutengeneza bustani, iwe ni useremala, fundi bomba, uchomeleaji na fani nyingine mbalimbali ambazo wanazipitia hapa magerezani, hata utengenezaji tofali, wote ni ujuzi. Kwa tunamwambia kwamba huu ndio mtaji wako wa kwanza, lakini pia uwe mwaminifu ili ukitoka nje, kama umekosa mtaji, umeenda kufanya kazi kwa mtu, basi ujuzi wako ule ndio mtaji wako. Sasa Mwampasha amesema kuwa mfungwa anafundishwa kuwa mtaji wake mkubwa ni ujuzi pamoja na uaminifu, akibainisha kuwa bila uaminifu hata ujuzi alionao hautakuwa na manufaa yoyote. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.